maisha marefu. Mdogo wangu linga. Una hela unaweza. Dunia nzima inakuangalia wewe. Maana Divoice anakuja kumwoa Rushaina, mbona sijaelewa? Sasa kulinga tunasema. Ngoja nikwambie mambo hataki haraka. Huyu mtoto wa Kiislamu, huyu wote Waislamu. Na huyu ana hela na huyu kampenda mwenzie. Kitu cha kawaida. Milango iko wazi, nafasi iko wazi. Ni mimi kujitahidi kupeleka CV kwa namba moja, anipe nafasi na ofisi ile. Na hapa nafturu, nikitoka hapa tayari. Oni daftari. Nikitoka hapa ndio nakwenda kwa Diamond sasa. Mwambino, nikitoka hapa ndio nakuja kwako. Yes, haya hapa ni miongoni mwa matukio ambayo yanaendelea kujiri katika viwanja vya Wasafi. Kama tunavyofahamu bwana, Diamond Platinum tangu juzi aliweza kutangaza kwamba atafanya iftar leo ya kufutulisha watu mbalimbali. Hii ikiwa ni miongoni mwa iftari mbalimbali ambazo zinaendelea kujiri katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo watu maarufu mbalimbali wameweza kuwasili, lakini kubwa zaidi ambalo limetikisa mitandao ya kijamii jioni hii ya leo bwana ni kuhusiana na Divoice ambaye ameweza kuingia katika iftari hiyo akiwa pamoja na bibie Rushaina. Kama ninavyofahamu kwamba hivi karibuni Rushaina amekuwa kitrendi zaidi kupitia mitandao ya kijamii tangu ambapo chati zile ambazo zilikuwa zikimsema vibaya Hamisa Mobeto zilipoweza kuvujishwa. Sofa kwamba leo ameweza kuonekana kwa mara ya kwanza mbele ya vyombo vya habari, na watu wengi wamekuwa na shauku kubwa ya kutaka kumsikiliza ama anazungumzia nini, lakini ujio wake wa leo umekuwa ni wa tofauti kwa sababu ameingia na Divoice. Kama nafahamu Divoice ni msanii wa Diamond Platinum ama ni msanii wa Wasafi ambaye anafanya kazi chini ya Wasafi. Sofa kwamba wameweza kuingia pamoja na watu wamekuwa na shauku kubwa kutaka kuwasikiliza, lakini pia wameweza kuchagizwa na Doto Magari ambaye alikuwa akijaribu kusherehesha namna ambapo wameweza kuingia, na watu wengi wameweza kukoti kwamba huenda wakawa na mahusiano ya kimapenzi. Kumekuwa na comment nyingi kupitia mitandao ya kijamii, huku watu wengi wakiendelea kuhoji kuhusiana na mwezi ambavyo namna ambavyo unatumika, mwezi ambao haupoi na mwezi ambao umekuwa ni mwezi mtakatifu ama mwezi mtukufu wenye kiki nyingi sana hapa town. Hii hapa ni Afromedia, tunaendelea kujuza yale yote ambayo yanaendelea kujiri, lakini sofa Mwijaku naye ameweza kutangaza neno kwamba amepagawa na chakula. Kama nafahamu Mwijaku pia ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wazuri kupitia mitandao ya kijamii. DC Mwijaku ameweza kusherehesha akionyesha ile iftari namna ambavyo imeandaliwa, akifurahia chakula hicho ambacho kimeandaliwa hapo, lakini pia ameweza kutamba kwamba akitoka hapo moja kwa moja anakwenda kumuona Diamond Platinum. Kama tumeona pia Mwijaku katika posti kadhaa akijaribu kuonyesha kwamba ukiachana na iftari ambayo imeandaliwa, Diamond Platinum ameweza kutoa fedha kwa watu mbalimbali wameweza kushiriki katika tukio hilo hapo. Sasa hii hapa watu wengi pia wamekuwa wakidisi ama wakidiscuss kuhusiana imekaje hii hapa kwamba unaenda kutoa iftari kwa watu ambao wanajiweza zaidi na watu ambao ni maarufu. Kwa nini usiwatafute watoto yatima, kitu kama hicho? Na unapotoa fedha katika mwezi mtukufu kama huu unampa mtu ambaye pengine ana kipato, kwa nini mwezi mtukufu usitumike kuwasaidia watu ambao hawajiwezi kabisa? Watu wamekuwa na comment tofauti, lakini mwisho wa siku tunasema kwamba hayo ni maamuzi ya Diamond Platinum mwenyewe. Ameamua kuandaa event hiyo na hajazuia watu kwenda, watu wote wanaruhusiwa kwenda kushiriki katika iftari hiyo hapo. Watu mbalimbali wameweza kushiriki, wenye majina na wasiokuwa na majina. Tuendelee kufuatilia. Hii hapa ni Afromedia, usisahau kusubscribe na kulike na comment channel yetu. Asante.